amefunga magoli 11 huku akifungwa magoli 5 na Mbeya City. Moja kati ya mechi ambazo zinaenda kuwa na ubabe mwingi sana. Hawa wagonga nyundo sasa. Naona kama wana mlima mrefu. Yeah, of course mlima ni mkubwa. Yes. Kwa sababu mimi naamini leo ni moja kati ya mfululizo wa matokeo mabaya. Lakini bado ataendelea kwenye mfululizo wa matokeo yale. Yeah, kwa sababu hauwapi nafasi kabisa hata ya kupata sare katika mchezo huu. Sasa ukiangalia rekodi yao hapa Dar es Salaam inaonekana pagumu kwao. Dar es Salaam pagumu sana. Dar es Salaam kwao pagumu. Sababu goli 3, 4, 3 unaona wamepigwa. Wakienda Mbeya ndo wanafuu kwao. Wamepata sare ile moja na ushindi. Unajua kwa Simba inaweza kaa nafuu. Unajua inaweza kaa kuna wachezaji walikuwa hamuelewi Pandev. Mfano kama leo mwalimu leo ana Matola leo anaamka pale. Jamani hilo jina na wenyewe lilikuwa nakuchenga bora hata bora. Nimeanza kulipatia Pandev, sio Pandev, Pantev. Pantev. Na wewe hilo jina lilikuwa nakusumbua. Kwa hiyo bora iondoka. Kwa sababu jina kila siku namrekebisha, namwambia sio Pandev. Pantev, sio Pandev, ni Pantev. Namrekebisha ndani ya muda mfupi, anarudi tena kwenye Pandev. Bora katoka. Kwa unaungana na mimi. Unaungana bora kaweka. Bora kaondoka. Sasa unajua abaki Manyema. Sawa. Tumeziona hizi rekodi. Sio rekodi mzuri sana kwa upande wa Mbeya City, haziridhishi sana kwa upande wa Mbeya City. Zinaweza kuvunjwa pia. Yes, lakini mechi 3 ambazo Simba imecheza kwenye ligi kuu msimu huu imeshinda magoli 3 dhidi ya Fountain Gate, kashinda dhidi ya Namungo magoli 3, lakini kashinda pia magoli 2-1 dhidi ya JKT Tanzania. Kwa maana hiyo ameruhusu goli 1 pekee. Lakini vipigo vya nyumbani hapa ni magoli 3 ambayo ameshinda. Kwa hiyo Simba kwenye ligi safu yake ya ushambuliaji inaonekana inafanya jambo. Unaona, japokuwa mabeki katika magoli kiangalia mabeki wamehusika sana katika magoli 8. Mabeki wamehusika. Rushen ana magoli 2, Nangu ana magoli 2 nadhani, na Karabo naye ana goli. Kwa hiyo unaona bado mabeki wamehusika kuliko washambuliaji wao. Labda Soa pekee yake ndo ana magoli 2 katika washambuliaji. Na changamoto ya Simba katika mechi zilizopita ilionekana safu ya ushambuliaji kutokuwa makini. Kwa hiyo nadhani bado Matola ana kazi ya kufanya kwenye safu ya ushambuliaji, kurudisha kujiamini kwa washambuliaji wake ili aweze kufanya vizuri. Naamini labda safari hii uongozi wa Simba wanaweza wakamwamini zaidi. Wakabaki naye mpaka Januari. Sawa. Kumwamini nani? Matola. Kwani Matola mwenyewe nimeona duru zina report, yani vyombo hivi hasa mtandaoni. Mashabiki wengi sana wakiona anasema abaki na timu. Wanasema pia kwa nini na yeye pia huwa wafanye kama utamaduni wa Mbeya, kwamba waondoe nani yote. Lakini pia watu wanahoji timu alikuwa nayo Matola, alikuwa nayo Pantev. Timu alikuwa nayo Pantev. Kwa Pantev ndo alikuwa kwa Pantev alikuwa ndo si ndo manager wa timu ndio anafanya kila kitu. Na taarifa zinasema Matola alikuwa na appreciate uwezo wa Mwamba, kwamba ni mmoja kati ya makocha wazuri wanafundisha. Inawezekana Pantev alikuja na tetesi zinasema kwamba pengine akabaki tena hapa nchini. Nani akabaki? Pantev. Baya nafasi ipo kwani si kocha bwana. Inawezekana unajua sometimes ni vitu tu tofauti vinatokea. Kwamba ameshindikana huku. Wao matokeo aliondoka nayo yale Gamondi. Lakini leo amerudi Singida, si ndio? Na maisha yanaendelea. Aliondoka na matokeo mabaya zaidi. Lakini sometimes ni nyakati, na mimi ninachoamini Matola kitu ambacho kinaweza kumpa advantage leo ni wachezaji ambao walikuwa wapati nafasi, leo atawapa nafasi.